Yes, bwana Agi, mambo ni aje? Poa, mambo vipi? Shwari, uko vizuri? Fresh kabisa. Tumekuja kukutembelea kutaka kufahamu kutoka kwako. Wekundu wa Msimbazi Simba mmemaliza msimu wa 2024-2025. Malengo ilikuwa ni kurejea kunako michuano ya klabu bingwa barani Afrika, kwa maana mpate ubingwa aidha nafasi ya pili, lakini pia kufika nusu fainali ama zaidi ya hapo kwenye michuano ya kimataifa ambayo mlikuwa mnashiriki, kwa maana kombe la shirikisho mlifanikiwa kufika fainali. Lakini mara baada ya msimu kumalizika, maneno yamekuwa mengi kutoka kwa wadau hasa Simba Sports Club wakiamini ya kwamba walikuwa wanaweza kupata zaidi ya hiki. Binafsi maoni yako kwenye hiki kwanza ni yapi? Mlikuwa mnastahili zaidi ya hiki ambacho mmekipata, ama mbaki tu hapa hapa kwenye malengo ambayo mlijiwekea wakati msimu unaanza? Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tumemaliza msimu salama na kikosi chetu kwa kiasi kikubwa sana kimefanya kazi kubwa msimu huu ambacho hatuwezi kukilaumu sana wala hatuwezi kukilaumu kwa chochote, kwa sababu yale malengo ambayo tulikuwa nayo yameweza kufikiwa kwa asilimia kubwa sana. Kwa hiyo mimi kama mimi nakipongeza sana kikosi chetu kwa kupambana kwa kufika hapo ambako kipo. Niwapongeze viongozi ambao wameplay part yao vizuri ili kuweza kufikisha timu yetu pale ambako imefika sasa hivi. Kwa kweli tulikuwa tuna malengo ya kufika nusu finali kwenye kombe la shirikisho, lakini tumefika hadi finali. Tunamshukuru Mungu kwa hilo. Na kwenye ligi tulikuwa na nafasi ya kuwa mabingwa wa Tanzania na ilikuwa inawezekana kabisa kuwa mabingwa, kwa sababu ukiangalia kwenye shirikisho tumekutana na timu kubwa, timu ngumu, timu ambazo zina majina kuliko timu ambayo imechukua ubingwa wa Tanzania. Kwa hiyo tulikuwa tuna uwezo wa kufika hatua kubwa zaidi ya kufika ambako tunahitaji, lakini kutokana na mambo ambayo yametokea kwenye mpira wetu ndivyo ambako tumeishia. Hatujaridhika kwa kilichotokea. Hakuna shabiki yote anaweza kuridhika mtani wako achukue kombe mbele yako. Hicho hakiwezi kukubalika hata kama ingekuwa ni vipi. Kwa hiyo kwa upande mwingine tumefaulu, lakini kwa upande mwingine tumefeli. Labda mtani kuchukua ubingwa mbele yako, ukiachana na mchezo husika ambao ni mchezo wa mwisho ulioamua bingwa wa ligi kuu Tanzania bara, ambao ndio sehemu ambayo na Simba mnasema hamkuridhika nayo, kipi hasa ambacho kiliwafelisha Simba kama Simba? Niseme jambo moja, kumekuwa na sintofahamu nyingi kuelekea hii mechi namba 184 kuanzia tarehe 8, tarehe 15 mpaka tarehe 25. Kumekuwa na sintofahamu kwenye hii mechi. Simba waligomea mechi tarehe 8 kwa sababu walizuiwa kufanya mazoezi. Siku ya tarehe 7 kulikuwa na changamoto pale getini, waliweza kuzuiwa, hawakufanya mazoezi ya mwisho. Bodi ya ligi wakairisha mechi, wakapanga tarehe mpya ambayo ni tarehe 15. Ndugu zetu wakagomea kucheza. Tukaona Simba wanatoa barua tarehe 12 kwamba hawatacheza mechi nyingine yoyote zaidi ya mechi ya tarehe 15. Ikipangwa tarehe nyingine hawatacheza. Tayari hiyo ni kuyumbisha. Tayari washakuwa wanayumbisha timu, wanayumbisha mashabiki, wanayumbisha wanachama. Kwa hiyo tukaona tarehe 25 inatangazwa tena, tunaona sintofahamu mpaka siku ya mechi, watu hatujui kama mechi itakuwepo au haipo, lakini tunakuja kushangaa kwamba baada ya masaa machache Simba wanasema watakuwepo. Hiyo tayari ni kufeli, na hicho tayari kimefanya kwa asilimia kubwa, yani ile mentality hata kama ni ya wachezaji, ya mashabiki, ya wanachama, tayari iko hofu, iko chini. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa tumefelishwa, na niseme tu kwenye hili hapa, huwezi kuwalaumu wachezaji, huwezi kuwalaumu mashabiki ambao tayari wana play part yao kubwa sana kwenye timu yao, na wanaenda viwanjani, wananunua tiketi, wananunua jezi, wanafanya vitu vyote ambavyo vinahusiana na klabu, lakini kwa kiasi kikubwa kwenye hiki sisi tutawalaumu viongozi wa Simba Sports. Kwa nini nasema tunawalaumu viongozi wetu? Tunawalaumu viongozi wetu kwa sababu wanajua wanacheza tarehe 25, lakini hawakutoa taarifa kuwa wanacheza mpaka tunacheza mechi na mechi ya mwisho uwanja wa nyumbani tunacheza na Kagera Sugar. Uliona baadhi ya viongozi wakihojiwa na hakuna ambaye amethibitisha kwamba tunacheza, ambayo ilikuwa ni Jumapili, maana yake Jumatano siku 3 baadaye kama tunacheza mechi. Hakuna aliyesema, kila anayeulizwa anapindisha. Tumeona tarehe 24
timu yetu haijafanya mazoezi. Tarehe 8 hatukucheza kwa sababu tuligomea kucheza kwa sababu tulizuiwa. Ila tulipata chance ya tarehe 24 kwenda kufanya mazoezi ya mwisho, lakini timu yetu hakwenda kufanya. Sasa tarehe 8 kwa nini watu waligomea mechi? Unajiuliza maswali. Hawa viongozi walikuwa wanatafuta kitu gani? Umeona barua ya tarehe 12 ya Simba inasema kwamba hawatocheza mechi nyingine ambayo itapangwa zaidi ya mechi hiyo ya tarehe 15. Tunakuja kushangaa tarehe 25 wanapeleka timu uwanjani. Wakati huo hawajatoa feedback yoyote kwa wanachama wao au kukanusha ile barua waliokuwa wameiandika au kusema kwamba ile barua ilikuwa ya kimakosa au kuna chochote ambacho kimetokea baada ya hapo. Hakuna taarifa yoyote. Hiyo tayari ni viongozi wametufelisha. Kwa hiyo watu tayari kwenye mentality tunajijengea mechi haipo kwa sababu tunafuata klabu ya Simba inawasiliana na wanachama wake na mashabiki kupitia vyombo vya habari, kupitia platform zake kama mitandao ya kijamii. Kwa hiyo mtandao wake wa kijamii umesema kwamba mechi haitakuwepo, hatutacheza mechi nyingine. Kwa hiyo watu wamestand na ile kwamba timu yetu haitoenda kucheza uwanjani, na kama kulikuwa na issue nyingine walipaswa kusema, ila hawakusema mpaka imebaki masaa machache. Sasa kulikuwa na usiri gani kwenye hilo? Walikuwa wanaficha nini kwenye hilo? Tukisema viongozi wamefeli kwenye hilo, nafikiri hatutakuwa tumekosea kama wanachama na mashabiki, kwa sababu tulikuwa tunapaswa kujua. Mimi leo ukiniambia kuna mechi kesho Simba inacheza au wiki ijayo unajua au tarehe fulani timu yangu inacheza, mimi naenda kupiga magoti kumomba Mungu, kuiombea timu yangu. Kuna mtu ana maandalizi yake kwa ajili ya kuiombea timu yake. Kwa hiyo tukisema kwamba timu yetu haikujiandaa kwa ajili ya dabi, tutakosea. Kwa sababu hata tulivyokuwa tunaona timu inacheza, imecheza kwa low key. Maanake kwamba hawajajiandaa na hiyo mechi. Hawakuwa wako aware na hiyo mechi. Watu walikuwa wanajua hakuna mechi kwa sababu tunajua barua ya klabu ilisema nini. Hamkujiandaa na mechi ya ubingwa. Yes, hatukujiandaa na mechi ambayo ni ya mwisho. Tungecheza na hiyo mechi tungeshinda. Sisi ni mabingwa. Timu yetu imecheza hafifu sana. Ukiangalia michuano ya shirikisho tulivyocheza, timu ilivyokuwa inapambana na timu ambayo imecheza na Yanga, na katika timu ambayo mimi yani katika msimu ambao nilikuwa naiona Yanga ambayo iko down sana, ambayo sisi tungeweza kuifunga ilikuwa ni msimu huu au hiyo mechi ya tarehe 25, kwa sababu hata wao walikuwa wanaiogopa hiyo mechi, hawakuwa wanajiamini. Lakini kwa kweli wamefeli viongozi na wao ndo wamefanya hivyo. Sasa kama wana Simba unapofungwa na mtani alafu unafungwa mara 5 mfululizo na mtani, manake anafanya vile anavyotaka yeye na kiongozi huko madarakani pale, sisi tumekuchagua wewe ni kiongozi wetu, lazima tukwambie kaa pembeni, kwa sababu umeshindwa kutupa yale malengo ambayo wakati tunakuchagua mwenyewe ulitaja katika malengo yako ambayo utaenda kuyatimiza, ni lengo namba 1 ni kumfunga mtani. Lakini katika wakati ambao Simba tangu izaliwe mpaka imefika sasa, ndio wakati ambao Simba imefungwa mara nyingi tena mfululizo, mara 5 mfululizo na ubingwa wanabeba. Na ubingwa wanabeba mbele yako. Tayari ukiambiwa kiongozi umefeli, hapo utamlaumu nani? Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa wametufelisha viongozi wetu. Mimi naweza kusema wachezaji wameweza kuwa wameplay part yao na wamepambana vile ambavyo wamepambana, na katika msimu ambao Simba ilikuwa na kikosi bora. Mimi mtu asiniambie kwamba Simba sasa hivi haikuwa na kikosi bora msimu huu ulioisha. Simba ilikuwa na kikosi bora, ndio maana tumefika finali. Hatukuwahi kufika kwa miaka ya karibuni. Tangu miaka ya nyuma huko ya zamani, wengine bado tukiwa watoto wadogo maybe. Umenielewa? Lakini niseme tu jambo moja, kwenye hiki ambacho kimetokea kwa kufungwa na mtani, kukosa ubingwa, viongozi wa Simba wamelichangia hilo kwa asilimia kubwa. Viongozi wamelichangia kwa asilimia kubwa. Miongoni mwa watu ambao wanapokea lawama na kumegaika pande mbili, wengine wakisema kwamba mwekezaji kwa nafasi yake, kwa maana Mohamed Dewji ameangusha na Simba kwa sababu ndio mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya Simba Sports Club. Lakini baadhi ya kundi pia wanakwenda kwa mwenyekiti wa klabu Murtaza Mangungu akisema sisi wanachama ndo tumekuweka hapa ili matamanio na malengo yetu yatimie. Kwa upande wako, malalamiko ya design hii, labda Mangungu amekuwa akishambuliwa sana, lakini upande mwingine wakiamini Mo ameshindwa kutekeleza wajibu wake kama mwenyekiti wa bodi, unasimama upande upi? Mimi niseme jambo moja, inawezekana yote unayosema wewe yako sahihi, inawezekana Mo afanye majukumu yake yanavyopaswa, sawa. Lakini sisi tuna mwenyekiti wa klabu ya Simba. Mwenyekiti wa klabu ya Simba anachaguliwa na wanachama. Manake yeye anatakiwa, sisi ndo mabosi zake.
sisi ndo tulomuweka pale. Maanake kama kuna changamoto upande wa mwekezaji au upande wa mwenyekiti wa bodi, yeye anatakiwa kuja kwetu, kwa sababu sisi ndo wenye asilimia kubwa, 51%. Sisi ndo majority. Kwa hiyo sisi ambao tuko wengi tunapaswa kuambiwa na mwenyekiti. Mwenyekiti amefeli katika vitu kibao sana. Niseme tu maanake kama huji kusema kwamba kuna changamoto 1, 2, 3, maanake wewe unakumbatia zile changamoto, sisi tutakwambia ondoka. Ndio tulokuweka pale. Kama huwezi kwenda kutetea maslahi yetu, maanake wewe hufai Mangungu, unapaswa ku step down. Kitu ambacho niseme tu kwa asilimia kubwa mwenyekiti wetu amefeli. Kwanza ameshindwa kuwaunganisha wanachama. Sasa hivi watu wamegawanyika. Kama nyie ni mashahidi, waandishi wa habari, mmekutana na mashabiki wa Yanga wakati wanasema hatuchezi, mpaka mama muuza mchicha anakwambia hatuchezi. Lakini nenda sasa hivi kwenye Simba, hiyo tarehe 25 wako waliosema hatuchezi, ambao wamefuata barua ya klabu, lakini wako ambao wanasema tunacheza, wana hiyo taarifa kwamba wanacheza, wengine hawajui. Maana sisi si wamoja. Sisi viongozi wetu wametugawanya, hasa Mangungu ameweza kutugawanya vipande vipande, mashabiki na wanachama wa Simba.